Askofu Dr. Frederick Shaw kwenye mkutano wa viongozi wa dini ukumbi wa KBH Hotel Singida amesema, wapendwa viongozi wa dini, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu katika nchi yetu. Hili ni jambo kubwa sana, na ndio maana tunahitaji kama viongozi wa dini kwanza kuombea sana maandalizi yote ya uchaguzi, na hata itakapofikia wakati wa Oktoba kutekeleza uchaguzi, kuombea sana ili uweze kufanyika uchaguzi wa amani, uchaguzi utakaozingatia uhuru wa wananchi kuwachagua viongozi wanaowataka wachague kwa uhuru na wasiingiliwe na mtu yoyote ama kubugudhiwa na mtu yoyote. Huu ndio umekuwa wito wetu viongozi wa dini kuendelea kufanya hivyo. Tuone kwamba uchaguzi unaofanyika utakuwa wa haki, usionewe mtu sababu yoyote ile. Haki itendeke kwa wananchi, ama mwananchi akitumia nafasi na wajibu wake wa haki yake ya kupiga kura. Tunaona hapo katika miaka iliyotangulia, na hasa kipekee katika chaguzi tatu zilizopita, 2019, 2020 na huu wa serikali za mitaa mwaka 2024, tunapolinganisha na uchaguzi ule wa 2015 kwa mfano, ambao kwa kiwango kikubwa tunu hizi, chaguzi huru, wazi, wa haki, ulifanyika kulinganisha na hizi tatu. Tunaona kwamba kuna kitu ambacho tumekiuka katika hizi chaguzi tatu. Lazima kama kiongozi wa dini na Watanzania tujiulize, hivi ni nini kimekosekana katika hizi chaguzi tatu ambazo zimeacha mahangaiko makubwa, na viongozi wa dini kwa pamoja, kwa umoja wetu tunasema yale ya 2019, 2020 hatutaki kuyaona kijirudia, wala yale ya mwaka jana. Tujifunze angalau kutoka uchaguzi wa mwaka 2015. Na wakati mwingine tunasikia watu wanadai mabadiliko ya katiba ambayo ni process ambayo kuna mwaka 2015 iliwezekana kufanyika uchaguzi ambao haukuacha vilio, haukuacha kuumizana kama ilivyowezekana chini ya katiba na utaratibu uliokuepo. Nini kimekosekana katika hizi chaguzi tatu zinazozungumzia? Nafikiri tukijikita hapo tunapata maneno ya kushauri. Kumbushe viongozi wa kitaifa na wa dini kwa Watanzania ni watu wa amani, ni watu wasiopenda vurugu. Sisi viongozi wa dini lazima tujiulize, tujipange kuhakikisha waumini wetu wanaolinda tunu hizi kuanzia ngazi ya familia, vijiji mpaka taifa. Tuwakemee wale ambao tunaona wanatesa na kuwanyanyasa wengine kwa madai ya kuwa eti wanalinda amani. Kwa hicho ndicho ambacho tulikuwa tumekizungumza Askofu Frederick Shaw. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.